Akamwambia tuko na ndio ameondoka. Ila anakujisikia ameondoka. Samani hapa waruhusu ukiandika jina la mtu ina maana yeye ndio atakuja kwa siku 30 zote. Haiwezekani mtu kuja mahakamani siku 30 zote. Kwa tunaenda kukataa hilo jambo kwamba mtu ameandikwa au anakuja mahakamani huyo. Kwa watu waache, mtu akija kama kuna nafasi watu wataingia, na watu na hii ni kesi ambayo ina public interest. Kama hawawezi waiweke, watafute ukumbi mkubwa hata ule wa nani, waweke watu tu tunasikiliza hapo. Kwa sababu mahakama sio majengo yale, mahakama ni majaji kwa. Sasa makamu, badi enough ni kwamba majina ambayo walikuwa wanatusomea pale ni majina ambayo wanamtaja mtu kama Maria Sarungi, wanamtaja Liberatus Mwang'ombe. Wamesema hivi? Wamekuja wameapishwa kabisa na majina. Kwa tulishangaa sana kwamba haya majina hawa watu hawako, kwanza labda hawako Tanzania. Wameandikwa na nani? Anasema mwenyekiti mwenyewe ndio amefanya hivi. Ndio ameandika. anasema mwenyekiti. It's not true. Basi hilo nafikiri tutashughulikia. Tutashughulikia mpaka kesho tutakuwa tumeshapata nani. Kwa hiyo wale wengine mimi nawashukuru sana jamani. Hii solidarity mnayoonyesha ni nzuri. Na mimi nafikiri tutashinda hayo. Ni kuwakumbusha tu hao wanaofanya haya wajifunze. Kwa mfano, na tumesikia issue ya Polepole ametekwa, sio? Na polisi wamezungumza. Juzi Polepole alikuwa madarakani. Ungemwambia kipindi kile cha Magufuli kwamba unaweza kutekwa, asingekuelewa kabisa. Kwa power is transient. Yaani ni muhimu sana wanaofanyia watu wa mambo wajue kwamba kuna siku watalipa price kubwa sana ambayo hata wao watashangaa kwa nini walifanya hivi. Lakini generally poleni sana. Ngoja tufuatilie sasa yule ambaye tunaambiwa ameenda Muhimbili. Kuna mwenzetu yule kutoka Kagera ambaye nafikiri ameumia. Sana. Kwa ngoja sisi tukamuone yule. Lakini mambo mengine yote haya Brenda atashughulikia. Kwa wale wote walioumizwa. Huyo mwenyekiti